tumizao tungekuwa tunafanyika tangu wakati ule. Wanauawa watoto wetu, wanatekwa kina Mduda, kina Polepole, wanatekwa kina Soka kule nyuma, wanatekwa maelfu ya watu. Utumizao si tungekuwa tunazungumzwa hivi hivi, hata kama hujataja jina. Hujataja jina, lakini wakati ule ungekuwa unasema hata hivi kwamba anayeteka watu, anayeua watu kwa ajili ya cheo ni laana. Mzaa utumbua usaa. Kangekuwa kanafanyika kama mzaa anayeteka watu, anayeua watu kwa ajili ya cheo, umekwisha, umelaaniwa. Unasikia mtu amemuua mtu kwa ajili ya vitu, amemuua mtu kwa ajili ya nafasi, amemuua mtu kwa ajili ya cheo. Hicho cheo ni laana. That title is curse. Ukipata chochote, if you get anything, kwa kumuua mtu yoyote, by killing anyone, au kumwangamiza mtu yoyote, or destroying someone, ukachukua mali and take that treasure, ukachukua kazi, and take that job, umekwisha. you're finished. Nazungumzia I am speaking maisha haya about this life, kabla ya maisha ya mbinguni. before the heavenly life. Duniani In the world, usimfanyie mtu ubaya, do not do evil to people. huwa unarudi. It usually turns back. Bwana msikii? Don't you hear? Haleluya. Hallelujah. Kwamba kuna mtu That the person, wanashindana na mwingine kwenye nafasi, they are competing with someone, au wanashindana na mwingine kwenye kazi, or they are competing with someone au kwenye at work, biashara, or in business, anaamua kwenda kwa waganga and decide to go to au kwa church, njia yoyote ile, or by any way, anamaliza ili aingie. and he killed him for him to enter. Kwa ajili ya nini? For what? Haya maneno ambayo Mwamposa ameyazungumza hapa ni yamemponyoka tu, au kasetiwa na wahusika kwamba na nyie muonekanepo mnapinga mauaji? Kama yamemponyoka, basi ni wazi kwamba damu ni nzito kuliko ujira wa damu. Kwa sababu nianze ili la kuponyoka, kwamba ikiwa anajua ni Injili, anajua ni neno la Mungu. Neno la Mungu alihitaji uanze kusema mauaji wakati unaanza kuona ni kama pamepoa, ni kama sasa wahusika wameshapata walichokuwa wanataka. Muna maneno mnayosema kwamba roho nyie hamuongei mpaka mupewe na roho, ila cha ajabu mumefanya roho mulimchukua ni kwenye Biblia. Biblia yenyewe ilisema roho hataanza ya kwake, roho atawakumbusha niliowaambia mimi Yesu ambaye ndo nitamleta huyo roho. Mimi niliwaambia nini? Niliwaambia muwe na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Mimi niliwaambia nini? Niliwaonyesha, mliponiuliza jirani wa kumpenda kama nafsi yako ni yupi? Niliwaambia yule ambaye alipoona mtu amepigwa kwa mwili huu, kapigwa na majambazi, aliacha shughuli zake, aliacha mambo yake, aliacha kila ambacho anasema amepewa na roho, alisimamisha shughuli zake, akamsaidia yule mtu. Huyo ndo kumpenda jirani yako kama nafsi yako unavyoipenda. Huyo ndo jirani. Hayo ndo niliowaambia nyie. Musiwe na roho ambaye wakati kuna mtu kakatwa kichwa kule, kuna mtu kapigwa risasi kule, katekwa kule, musiwe na roho ambaye atakuwa haoni hayo, anapita pembeni kama makuhani, kama Mlawi, sijui anaenda kumwombea kwenye ulimwengu wa roho. Muwe na roho wa kusimamisha mahubiri yenu, ibada zenu, kuhangaika na huyu atakaye kuwa ameuawa, anateswa, anaonewa. Huyo ndo roho ambao Yesu alimshusha, alisema atawapa. Katika Yohana 14 mstari wa 26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yohana 16 anasema hata nena kwa shauri lake, hata anza ya kwake. Sasa akina Mwamposa na wahubiri
karibia 100% ya wahubiri hasa wanaoitwa wa Kipentekosti, wao wana roho ambaye hawakumbushi Yesu alisema muwe na huruma, hawakumbushi yale ambayo Yesu alisema inatakiwa mkiona mtu anateswa, anaonewa, simamisheni mambo yote, mteteeni huyo, muongeleeni huyo, pingeni hayo. Hapo ndio inakuja hoja ya kwamba Mwamposa kamaanisha hiki anachokifanya hapa, kamaanisha au wahusika wamemtuma kwamba sasa na nyie sasa hivi anzeni kuchangamka. Nimeona wapo wanaanza kuchangamka, hata kijana mmoja anaitwa Bashando na anaanza kusema sasa tumeshapata, tunatakiwa kuingia kwenye maridhiano sasa, wawajibike. Inawezekana uto tumaisha mnatoishi twa ukwasi mjini ni ujira wa damu, mnakuja kutupigisha kelele za nini za wawajibike walioua, wakati pengine usiku, jioni na mchana, wakati mwingine tunawaona kwenye vikao vya pamoja, hamuambii kabisa na mnawajua. Unafiki wa nini? Ila tu swala ni kwamba kama kuponyoka tu, limemponyoka tu ili neno Mwamposa, basi damu ni nzito kuliko maji, na vyovyote katumwa na wahusika ili ionekane na nyie sasa mnaanza kusemapo mwekepo beacon, limemponyoka. Mimi nimtangazie tu kwamba wakati fulani kama Mungu atatuhurumia, tutakuja kuyaweka kwenye mizania. Ulipo watamkia baraka wauaji, ulipowaambia wanafanya kazi nzuri wauaji kuua watu, na ulipoanza kuonekana unawaponda, unasema wamelaaniwa kama wanaua watu, tutaona ulipowatia moyo, ulipowaombea baraka, kwamba na waombea baraka, muwe mnaua sana kwa sababu sisi pengine ndo tutapata haka kauwanja, muwe mnaua sana, pengine sisi ndo tunapata huu ukwasi na wafuasi, tunakuwa salama. Madhara yaliyotokea wakati unawaunga mkono, madhara yaliyotokea wakati unawaombea, madhara yaliyotokea wakati mnaonekana kwenye picha za pamoja, mnakula pamoja, mnaonekana kupongezana, na ulipoanza kupinga haya, madhara yalikuwaje? Tutafanya hesabu calculation hiyo, tutafanya hiyo calculation hiyo, alafu basi. Ila nikwambie tu Mwamposa na mtu mwingine, kama wakati fulani utasema au utaona damu ni nzito kuliko ujira wa damu, na kuhakikishia vile vile tulivyosemwa akina sisi kwamba tunachanganya dini na siasa, hatuhubiri Injili, na yote yaliyotupata yatakupata katika kitu ambacho wakati wote mtawala muovu, watawala waovu, askari waovu, watu wa usalama wa taifa waovu, chama cha mashetani waovu, au wanadamu wote waliopata kuishi waliokuwa waovu, wakati wote ambapo walikuwa hawataki kusikia mtu anawaambia hilo ni baya, aliyewaambia walimwona ni adui na walimshughulikia. Nachojua kwamba Mwamposa aka kaneno kama kamekuponyoka, au ni Mungu amekaweka kwa namna ambayo hukutarajia, kaka mkubwa, hiyo ndo umeshachanganya dini na siasa. Hapo ndo umeshaacha kuhubiri Injili. Injili ni ile tu unayohubiri kuwaombea baraka wauaji ili wao wanaua zaidi, ndo wanayoitaka, ndo wanayoijua ni Injili. Ukishaanza kusema mtu anapata cheo, anamwaga damu kwa ajili ya kupata cheo,
kwa kile ambacho umeendelea nacho miaka mingi, hiyo sio injili kaka. Hapo tayari umeanza kuchanganya dini na siasa. Niliwaambia Biblia ni mtakuja. Biblia ni mtakuja. Hata useme sasa hivi umepewa na Roho, sasa hivi hatupewe sasa hivi, kama tu hawaja kutuma ili muonekanepo na nyie mnasemapo. Tutakinywea kikombe cha aina moja, na Wawemba wanasema akatanshike na takalisha kano akalekeresha ikalisha. Wazambia huwa wanasemaga mara nyingi anayeanza kuumizwa mwanzoni huwa haiumizi sana, haimfanyi alie sana, hairizi sana, haiumizi sana kuliko atakayeumizwa mwisho. Na kuna watu mutaumizwa na bado dunia haitatambua kwamba uliumizwa kwa ajili ya Mungu. Itaonekana tu uliumizwa kwa sababu mlitofautiana maslahi, mlitofautiana kwenye mgao na ujira wa damu. Ikiwa ni Roho amekaweka hako kaneno, tunasema huyo Roho aendelee kuweka na tuingine. Ikiwa kamekuponyoka, tunasema kaendelee tu kukuponyoka, kwa sababu dunia ilipo, nchi ilipo, ni kwa sababu wahubiri hasa wanaotumia Biblia hawakuwa tayari kutoa uhai wao kwa ajili ya kudhibiti dhuluma na uonezi. Katika Yohana sura 3, Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 16, sema Yesu, kwa kuwa yeye aliutoa uhai kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai kwa ajili ya wale ndugu, na sisi kuuawa kwa sababu ya kudhibiti maonezi na mauaji. Katika Ibrania 2:14 anasema kwa njia ya mauti alidhibiti mauti, aliondoa kitisho cha mauti, kwa sababu tawala zote dhalimu hutumia mauti kuua watu kama njia ya kuwafanya watu wazoee, wakubaliane dhuluma, mateso kuwa ndio kitu kilichowaleta duniani, kwamba wao walileta duniani kuteswa, kuumizwa, kudhulumiwa. Kwa Yesu kwa njia ya mauti ndio aliondoa kitisho cha mauti, ili wanaoua watu kwa ajili ya cheo, kwa ajili ya mali, waone kwamba damu ni nzito kuliko maji, uhai wa mtu una thamani kuliko cheo chao. Wa kwanza waliokuwa tayari, waliotakiwa wawe tayari kuuawa. Kama tungetaka tuone jamii ya watu majasiri, naona kuna wakati waandishi wa habari wanaona sio majasiri, vyama vya siasa ndani ya chama cha mashetani wanaona sio majasiri. Hawezi kuwa majasiri wakati wanatoka chini ya wachungaji, chini ya wahubiri ambao wanayaponya maisha yao. Wahubiri wangekuwa mstari wa mbele kuwa tayari kupatwa na lolote, ili tu dhuluma isitamaraki, maonezi yasitamaraki. Walioko kwenye chama cha mashetani CCM, walioko kwenye vyama vya upinzani, walioko kwenye vyombo vya habari wangekuwa tayari kufa. Lakini sasa hawa ambao ndo wanahubiri, wanaonekana ni viongozi, wanalijua sana neno la Mungu, hawagusi maandiko hayo. Wao wenyewe wanayaponya maisha yao. Bila shaka waumini wanaweza wakajiponya mara mbili yake. Nchi ambayo wachungaji, nchi ambayo wahubiri hawako tayari kuuawa kwa ajili ya kuwaonyesha wauaji kwamba afadhali nife mimi kuliko mnavyoendelea kuua watu kwa ajili ya cheo, haiwezi kuwa na viumbe majasiri walio tayari kufa ili kudhibiti kufa, ili kudhibiti mauti. Sawa, chochote ambacho kimekusukuma Mwamposa, kimemsukuma Mwamposa kusema hako, sawa. Ngawa tulikahitaji wakati fulani nyuma kwamba hata kama ni mzaa, hata kama ni tumipango, utumipango si tungekuwa tuna
tumizao tungekuwa tunafanyika tangu wakati ule. Wanauawa watoto wetu, wanatekwa, kina Mduda, kina Polepole wanatekwa, kina Soka kule nyuma wanatekwa, maelfu ya watu. Utumizaa si tungekuwa tunazungumzwa hivi hivi, hata kama hujataja jina hujataja jina, lakini wakati ule ungekuwa unasema hata hivi kwamba anayeteka watu, anayeua watu kwa ajili ya cheo ni laana. Siko kamzaa kangekuwa kanafanyika toka huko nyuma. Mzaa utumbua usaa kangekuwa kanafanyika kamzaa anayeteka watu, anayeua watu kwa ajili ya cheo. Umekwisha, umelaaniwa. Kama ni roho amekupa, angekupa hata kule nyuma. Unafanya kamzaako, mzaa utumbua usaa. Na wakishia tusingefika hapa tulipofika kama kila mhubiri angekuwa anafanya kamzako, anafanya anakemea mauaji hivyo hivyo bila kutaja chama, kitengo, mtu, hivyo hivyo munge tukripu tungekuwa tunaonekana kila Jumapili kwamba ndo neno la Mungu, roho ndo huyo kila mnapohubiri. Tusingefika hapa. Sasa tuko hapa, acha iendelee kuonyesha. Inawezekana tutaona panapovuja zaidi baada ya kutuvujia sisi wengine kwa kiwango hiki. Asanteni na hongera kwa kunisikiliza.